Karibu HNet Media ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Hakikisha unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video, lakini usisahau ku like, comment na kushare. Bana, mambo vipi mwanafamilia na mtazamaji wa channel ya kupendwa kabisa ya HNet Media? Ni wakati mwingine mzuri kabisa tunakutana hapa kupashana yale ya kimichezo ambayo tumekuandalia katika wakati huu hapa. Nikusihi kwamba tamba nasi mwanzo wa taarifa hii mpaka mwisho uweze kujua ni nini kinachoendelea kunako anga la michezo hapa Tanzania. Lakini kikubwa ambacho tumekuletea leo ni kuhusiana na uongozi wa klabu ya Young Africans. Nini umeamua kuelekea kwa kocha wao Romain Folz kutokuwa na muendelezo mzuri katika klabu hiyo ya Young Africans, licha ya kwamba klabu hiyo inapata matokeo lakini kwamba mashabiki hawana furaha. Wanaenda mbali zaidi kwa kuzungumza kwamba atafute tu kocha mwingine mpya wakati bado mambo hayajawa mabaya zaidi. Mashabiki wa klabu ya Young Africans wanaamini kwamba head coach wa klabu hiyo ya Young Africans Romain Folz hana uwezo wa kuiongoza klabu yao ya Young Africans kutokana na quality kubwa ya wachezaji. Kwa hiyo uwezo wake ni mdogo, anashindwa kupangilia na kutengeneza mifumo ama mbinu ambazo zitawafanya Young Africans waweze kuhandle mechi. Tunaona kabisa kwamba mechi klabu ya Young Africans wanashinda, lakini wanatumia uwezo wa mchezaji mmoja mmoja, lakini muunganiko wa timu bado, licha ya kwamba baadhi ya viongozi wa klabu ya Young Africans wanasema moto ndo kwanza umefunguka, yani kama kujipata sasa basi Young Africans wanakwenda kushika hatamu kutokana na kwamba tayari wamesha kwanza kufungua turbo. Hayo yalikuwa ni baadhi ya maoni ama maneno ya msemaji wa klabu hiyo ya Young Africans. Tunamzungumzia Ali Shabani Kamwe jana mara baada ya kutapatika kwa game ya klabu ya Young Africans. Alichoweza kuzungumza kwamba kwa upande wa coach Romain Folz, yeye haoni kama kuna shida, kwa sababu anachoamini kwamba alikuwa na muda mchache wa kukutana na kikosi chake chote kwa ujumla, kwa maana ya wachezaji wa klabu ya Young Africans. Lakini shida kubwa ambayo mashabiki wa klabu ya Young Africans wanaielezea ni kuwepo kwa wachezaji waliosajiliwa msimu huu ambao ni wa nje, sio wazao wa Tanzania. Walisajiliwa kwa kuimbwa kwa ukubwa mno, lakini matokeo ambayo wanayaonyesha katika uwanja yamekuwa hayaendani na the way kasi ya kuimbwa ambavyo walivyokuwa wanaimbwa wakati wanasajiliwa katika kikosi hiko cha Young Africans. Usajili wa Musa Bara Conte uliteka headline sana, na waandishi wengi wa habari za michezo na wachambuzi wengi wakaamini kwamba mchezaji huyo anakuja kuchukua nafasi ya Khalid Aucho na atakuwa ni zaidi ya mchezaji huyo Khalid Aucho, lakini vitu ambavyo vimekuja kuwa tofauti kabisa. Mchezaji Musa Bara Conte amekuwa butu tofauti na jinsi ambavyo alivyokuwa anaimbwa na kuteka dance sana katika mitandao ya kijamii. Azizi Andambwile amekamata namba katika kikosi hiko cha Young Africans na kumweka kando kabisa aliyekuwa anataja kuja kuwa mrithi wa Khalid Aucho. Musa Bara Conte haonekani wala haimbwi, badala yake unaona kijana mzawa Azizi Andambwile ambaye katika jicho la Romain Folz ameweza kuibua kipaji kingine ambacho kinaimbwa kwa ukubwa, tofauti na jinsi ambavyo mchezaji Musa Bara Conte alivyokuwa anaimbwa kwamba atakuja kuwa hatari ni zaidi ya Khalid Aucho. Lakini katika mechi ambayo amecheza dakika 65, mechi ya ligi kuu ya Tanzania NBC Premier League, Young Africans dhidi ya Pamba Jiji, hakuna kitu kikubwa ambacho kilifanyika zaidi sana. Watu walianza kuzomea na kuona kwamba hamna uwezo ama hamna kitu chochote kikubwa ambacho anakionyesha Musa Bara Conte baada ya kupewa dakika 65 za kuonyesha alichonacho katika pitch hapo katika mechi hiyo ambayo iliyokutanisha Young Africans na Pamba Jiji. Mchezaji mwingine ambaye anazungumziwa kwa ukubwa katika kikosi hiko cha Young Africans ni Andy Bombwe Boyel, ambaye katika mchezo wa jana dhidi ya Uriet FC aliingia dakika za mwisho kabisa akipishwa na Prince Mpomero Dube ambaye alipata muda wa kutosha, lakini hakuonyesha alicho kuwa nacho. Zaidi ya dakika 70 Prince Dube akiwa amecheza shoot on target moja. Kwa hiyo
unaweza kaona kwamba ni asilimia chache sana ambazo unaweza kumpa Prince Dube na akakuonyesha kitu, akakuofa kitu. Ni anatakiwa apewe muda mrefu sana. Za kuwa unaweza kumpa hata mechi 2 au 3 ndo akakuonyesha alichonacho, akakuofa hata bao moja. Lakini ukija kuangalia kwa Ande Bombe Boyel, ameingia dakika ya 70 akiwa ametengeneza bao kwa maana ya assist. Bao la kwanza ambalo lilifungwa na Pacome Predozzo Zouzoua, assist ilitoka kwa Ande Bombe Boyel. Unaona kabisa mshambuliaji anasimama katika sehemu sahihi na anaituliza timu katika eneo la ushambuliaji, na unaona analeta madhara katika lango la mpinzani. Mabeki na walinzi wanapata tabu mara baada ya kuingia Ande Bombe Boyel. Na si hivyo tu, akiwa amecheza mipira 4 ya kulenga lango, na unaona kabisa kwamba kwa dakika 70 alizoingia alileta kashikashi sana katika lango la mpinzani. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba Ande Bombe Boyel akipewa muda wa kutosha katika klabu hii ya Young Africans, mimi naona kwamba ni asilimia kubwa anakwenda kushika namba ya Prince Dube, anaenda kuichukua, kutokana na kwamba uwezo wa Prince Dube bado hauonekani kama jinsi ambavyo watu waliamini kwamba msimu ulioisha alianza kwa majeraha. Kwa hiyo huenda akiwa na msimu bora kuanza mechi ya kwanza katika msimu huu huenda atafanya vizuri. Lakini mpaka sasa mechi ya 5 ya mashindano imecheza, Prince Dube ameshinda bao moja. Unaweza kaona mchezaji kama Azizi Andambwile, what a player, akiwa na mabao 2 katika michuano ya kombe la mabingwa barani Afrika CAF, akiwa top scorer katika klabu ya Young Africans. Unaweza kaona kwamba kama kiungo mkabaji ana uwezo wa kuwa na mabao 2, alafu mshambuliaji umetengeneza nafasi 10, umetumia nafasi 1. Unaweza kaona kabisa kwamba hapo hawana mshambuliaji katika klabu ya Young Africans. Ukweli tu sema kwamba hapo wanahitaji kupata striker ambaye anaweza kawapa faida katika kila mechi. Sio unakuwa na mshambuliaji ambaye anapewa mechi 3 ndo anaweza kaamua mechi. So far katika msimu uliokwisha kutamatika, Prince Dube akimaliza akiwa na mabao 13, akimaliza msimu na mabao 13, na akiwa mchezaji wa pili kuwa na mabao mengi katika klabu ya Young Africans. Wakifungana mabao na Clement Mzize wakiwa na mabao 13, na wakiwa nafasi ya pili kwa ufungaji bora mbele ya Charles wa klabu ya Simba Sports Club akiwa na mabao 14. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba huenda Prince Dube akawa na kiwango bora baadaye, lakini kwa sasa tunamuona Ande Bombe Boyel anakuja kuchukua nafasi katika klabu hiyo ya Young Africans. Mchezo ambao alicheza kwa uzuri kabisa na ukampa matokeo Ande Boyel ni mchezo ambao alialikwa na Rayon Sports katika siku ya Rayo Day hapo Rwanda. Aliweza kucheza na akapata bao moja ambalo alifungua milango kwa upande wa klabu ya Young Africans, na unaona kabisa kwamba bao lilipatikana katika hali ambayo huwezi ukaamini kwamba striker kama Ande Bombe Boyel anaweza akapata nafasi akaitumia. Huenda ikawa ni sahihi chaguo ambalo Young Africans walilichagua kutokana na ushauri wa Fiston Kalala Mayele kwamba wamchukue Ande Bombe Boyel, atakuja kuwa msaada, na hivyo Young Africans wakampa heshima ya kumpa jezi aliyekuwa anavaa Fiston Kalala Mayele hapo katika klabu ya Young Africans. Ikumbuke kwamba toka ondoke Fiston Mayele, jezi namba 9 ilifungiwa kabatini hadi Ande Bombe Boyel amekuja na akapewa jezi hiyo. Kwa hiyo ni dhahiri shahiri kwamba jezi imepata mwenye mrisi halali ambaye atakwenda kuitumia na kuwapa matokeo klabu ya Young Africans.